Of course yanazungumzwa mambo mengi kwenye mitandao ya kijamii, lakini mimi binafsi yangu nitafurahi kama Yanga kama club itamuomba radhi mkuu wa mkoa wa Tabora. Unajua maneno ambayo amezungumza Ally Kamwe ni maneno makali sana. Ni maneno ambayo hupaswi kuyazungumza kwa mkuu wa mkoa. Kwa mtu kama mkuu wa mkoa wa Tabora au mkuu wa mkoa yoyote yule. Unajua mkuu wa mkoa ni mtu muhimu sana kwenye nchi. Ni mtu ambaye anateuliwa na rais. Manake yeye ameteuliwa na rais kwenda kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama unaimarishwa kwenye mkoa husika. Na ndio maana ni watu ambao hawachaguliwi na watu, ila wanateuliwa na rais. Kwa hiyo kwa heshima yake na heshima ya klabu ya Young Africans kwenye mpira wa Tanzania, itakuwa ni jambo zuri sana na litakuwa ni jambo bora sana kama watamuomba radhi mkuu wa mkoa wa Mwanza, kwa sababu hiyo not mkuu wa mkoa wa Mwanza, mkuu wa mkoa wa Tabora. Hiyo itawasaidia sana kutengeneza mahusiano mazuri baina ya Young Africans na serikali. Of course unajua serikali yetu ni serikali ambayo inapenda raia wake na inapenda timu zake na vitu vingi kama hivyo, na tunaheshimu pia viongozi wetu wa serikali. Kwa club kama Young Africans kumuomba radhi mkuu wa mkoa kwa makosa ambayo wameyafanya afisa habari wao, wala sio jambo baya, ni jambo zuri sana. Lakini pia Ally Kamwe kama afisa habari wa club anapaswa pia kumuomba radhi mkuu wa mkoa kama sehemu ya kuendelea kudumisha upendo na amani kwenye taifa letu. Yaani ifike wakati viongozi wa hizi timu wasione kama ndo wamemaliza kila kitu. Unajua mfano Yanga Ally Kamwe anasema mkuu wa mkoa hawezi kupata mapokezi kama mapokezi ambayo yeye ameyapata. Mimi nakuhakikishia yale mapokezi ambayo Ally Kamwe kayapata kwa sababu yuko Yanga. Siku akiondoka Yanga hawezi kupata mapokezi makubwa kiasi kile. Kwa sasa hivi kapata mapokezi kwa sababu yuko Yanga. So kuheshimu viongozi wa mikoa kama wale ni jambo la kwanza la muhimu sana. Yaani leo Ally Kamwe akiondoka Yanga hawezi kupata mapokezi makubwa kama yale ambayo ameyapata. Kwa hiyo haya mapokezi ambayo anayapata ni kwa sababu ya Yanga. Siku akiondoka Yanga hawezi kupata mapokezi makubwa kiasi hicho. So mimi naamini kwamba kuwaheshimu watu wengine ni jambo la kwanza la msingi sana. Lakini Yanga ni timu ambayo ina status kubwa kwenye nchi. Yanga ni timu ambayo inaheshimiwa na kila mtu kwenye nchi hii. Na hata viongozi ambao wako madarakani ni viongozi pia ambao wapo, kuna muda utafika wataondoka, watakuja na viongozi wengine. So ili kutengeneza heshima ya klabu iendelee kubaki, wanapaswa kumuomba mkuu wa mkoa msamaha kwa niaba ya afisa habari kwamba afisa habari amekosea. Wao kama klabu hawaungi mkono vitu kama vile ambavyo amevizungumza. Kwa hiyo wamuombe radhi, kwa sababu hata kama ni msamaha ulikuwa ni utani, lakini utani hauwezi kuwa wa vile. Yaani ule ni utani ambao umevuka mipaka. Hivi kweli unamwambiaje mkuu wa mkoa amevaa shati la ubatizo? Uko serious kweli? Yaani hilo ni jambo la kumwambia mtu kama mkuu wa mkoa tena mbele ya vyombo vya habari? Ni ngumu sana. Yaani ni kitu ambacho kidogo haki make sense. Ni kitu kingine ni kumwambia mkuu wa mkoa kwamba yaani bwana, kuna vitu vingine bwana hebu tuviache tu viende kama vilivyo, kwa sababu tunavyozidi kuvitaja ndivyo ambavyo tunazidi kusambaza chuki. Lakini ukweli ni kwamba Yanga kama club natamani kusikia na muomba radhi mkuu wa mkoa. Na niwakumbushe tu, Ally Kamwe amekuwa na matukio ya aina hiyo ambayo ni mengi. Aliwahi kufanya hivyo pia kwa Juma Mgunda na watu wengine kadha wa kadha. Sasa hivi yenyewe yuko kwenye kamati ya maadili ndio inasubiri. Kwa hiyo Yanga kama club ilivae hili, imuondolee afisa habari wake lawama kwa serikali ya mkoa wa Tabora. Wamuombe radhi mkuu wa mkoa, naamini kwamba kila kitu kitaenda vizuri na mambo yataenda vizuri sana. Yanga ni timu ambayo inawaungwana wengi. Engineer Said ni mtu muungwana sana, Arafat Haji ni mtu muungwana sana. Na uzuri hawa watu ni watu ambao wanaelewa protocol za nchi. Yaani kila kitu wanakielewa. Manake hata wao wanajua nini ambacho kinatokea na nini ambacho wanapaswa kufanya. Kwa hiyo kumuomba radhi ni jambo la kwanza la msingi. Turejee kidogo kwenye mchezo wa Yanga. Hii ni mechi ngumu sana dhidi ya Tabora United, lakini kwa hamasa namna zilivyo mpaka hivi sasa sitoshangaa kuona Young Africans wanapoteza tena mchezo kwa mara nyingine. Unajua Tabora ni timu ambayo imeahidiwa milioni 60 na ya Tabora ina wachezaji wazuri by the way, kina Ofen Chikola. Na Ofen Chikola amewafunga Yanga akiwa Geita, amewafunga Yanga pia akiwa Tabora United. Maana ni mchezaji ambaye amezoea kuifunga Yanga. Kuna mtu kama Heriti Makambo ni miongoni mwa wachezaji bora sana kwenye kikosi. Hao ni wachezaji ambao wakiamua kufanya jambo au wakipata nafasi nzuri kwenye eneo la 18 la mpinzani, wana uwezo wa kufanya vizuri na mwisho wa siku
ikawashangaza walio wengi. Kwa hiyo kwa kile ambacho mimi nakiona, kwa namna ambavyo Yanga wanacheza, kwa namna ambavyo Tabora wanacheza, sitoshangaa kuona Tabora inashinda, wala sitoshangaa pia kuona Tabora anapoteza kwa idadi kubwa ya mabao, kwa sababu Young Africans ni timu ambayo ikidhamiria pia jambo haiwezi kukuacha salama. Na sasa hivi Yanga wanaonekana wana hasira, na wanaonekana na hasira kwa sababu hapa katikati yamezungumzwa mambo mengi sana kuhusu Yanga. Yamezungumzwa mambo mengi mno. Kwa hiyo inaweza kwenda kuleta picha nyingine ya tofauti kwenye mchezo wenyewe. Tunaweza tukaenda kushuhudia mechi ikiwa ya tofauti na vile ambavyo tulikuwa tunatarajia mwanzoni. So tusubiri tuone nini ambacho kitaenda kutokea, lakini ukweli ni kwamba kwa kile ambacho nimekuletea leo hii, Young Africans wanapaswa kumuomba radhi mkuu wa mkoa, na huo ndo msimamo ambao mimi niko nao, na ndio kitu ambacho pia nakiamini. Lakini pia Ally Kamwe kama afisa habari wa club anapaswa pia kumuomba radhi mkuu wa mkoa kwa namna moja ama nyingine, hata kupitia akaunti yake tu ya Instagram au kuitisha press. Sio vibaya, kuteleza kupo, kila mtu anakosea, na pale ambapo mtu unakosea unaomba radhi. Kwa klabu iombe radhi, lakini pia afisa habari kimpendeza pia na yeye aombe radhi, ingawa si walazimisha. Kuomba radhi ni kumheshimu tu mtu, wala sio kwamba huyu mtu ni mkubwa kuliko wewe. No, yani hata kama ni mtoto mdogo ukimkosea unaweza kumuomba radhi na mambo yakaenda vizuri kabisa.